yote kwa yote unaozungumziaje mchezo leo? Tunaona dakika za jioni kabisa, dakika ziliweza kuongezwa 15, mliweza kupata kadi nyekundu ya kipa wenu. Mchezo mlionaje? Mchezo ulikuwa mgumu, mchezo ulikuwa mzuri. Tunashukuru kwa Mungu tumepata matokeo kama hujaona. Alhamdulillah kwa matokeo. Nashukuru. Wewe umeridhika na matokeo ya leo? Ila kwa kufungwa kushinda. Kwa hiyo tulitokea uwanjani sawa, kuna kuridhika kutokana na matokeo. Mpira umeisha, kuheshimu, lakini kwa unachokiona wewe, ulikuwa mchezaji mule ndani, unaona kilichofanyika kiko sahihi? Mimi nimetoka kempe, nimekuja kwa ajili ya mechi kushinda. Kwa hiyo kulitokea uwanjani unatakiwa mchezaji kukwambia kuna matokeo matatu: kushinda, kutoa na kufunga. Kwa hiyo mpira mimi nimeridhika. Tunaona matukio mengi yaliweza kutokea kipindi cha kwanza, kipindi cha pili. Ile penalti ya Shomari Kapombe, wewe kama ni beki, tunaona mipira mingi sana uliweza kuiokoa kutoka kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha pili. Ile ilikuwa kwa jicho lako, ilikuwa ni penalti kweli? Kwa leo la refa kwa swala langu, mimi nimecheza kama ilivyo, msidhani kama kuna penalti. Kwa hiyo tuongea kwa kweli. Na refa kaamua basi kwa penalti. Unaona ni kama mlikuwa mlidhishwa na kile ambacho mlikuwa mkifanya mwamuzi. Kwenu nadhani shida ilikuwa wapi leo? Nafikiri kama ngarejea tena kusema nimetoka kempu kwa ajili ya ndomoni ya mechi kushinda. Kwa hiyo hatuwezi kuridhika. Hajakuwa mchezoni kwa sababu tumekuja lengo letu moja ni kushinda. Na tulikuwa tutajipanga namna hiyo kwamba yani tumekuja huku kwa nini kwa kutengeneza kutokea. Kuna mmoja ni kama anacheza baada ya hapana, mwalimu alipita kutuliza, tumetulia na tumeonekana. Mimi ninachoambia mwalimu utulie kwa sababu dakika ambazo zimebakia ni chache, kwa hiyo tumeseparation na dakika ambazo kwenye msimamo wa ligi. Nafasi yenu sio nzuri Maliki. Hii kuelekea msimu kuisha, mnalionaje kwa mchezo leo kuweza kupoteza? Mechi zilizobaki ni chache sana. Katika hii ni ligi ngumu, kwa hiyo tuna mechi kupoteza alama 3 mpaka 1. Kwa kupoteza lazima tupanguke. Na mnajipangaje kwa michezo inayokuja? Mimi naamini mechi imeisha, kwa tafuta kwa mechi ambayo inakuja. Shukrani sana bwana. Ukishikilia muda wote. Nashukuru Mungu kwa kila. Nashukuru Mungu kwa salama. Dakika 90 zilikuwaje leo? Kwa kweli dakika 90 zilikuwa za moto sana. Ukilinganisha na mchezo wote uliofanya kupata matokeo, lakini mechi ndio kama mlivyoona, kupata matokeo, kama tunashukuru Mungu. Inatuwashukuru sana kwa sababu ukiangalia kama mfumo wetu umekuja kubadilika na mchezo wetu umebadilika, lakini tunashukuru Mungu, Mwenyezi Mungu akaweza kuwa na usimamo wetu mzuri, hatujaweza kuharibika sana, ila ni matokeo ya mchezo basi tumekuwa matokeo. Karia tunaamini wewe. Sisi tunaamini sisi kwa Simba. Sisi mechi yote tunakutana nayo tunaweza kusema tunaweza kupata matokeo kwa sababu ukiangalia hali ya timu yetu hatuna hali nzuri, tunaweza kupata matokeo ili tuweze kuwa salama katika ligi. Hatukuwa tuumiza sana kwa sababu ukiangalia timu imekuwa dakika za mwisho kwa sababu ni mchezo, kwa sababu ni tumekubali. Karia, kwa matokeo yale unaona refari alikuwa anawanyima sana. Refari ni binadamu, ndio kama alikuwa anatunyima binadamu. Ukiangalia muda uliposenda sana, usikute hata alikuwa haoni. Umeona binadamu, kwa maana kwamba yale makosa alikuwa anafanya kwa makusudi au kibabati. Unaweza kuta pengine binadamu jana kama makosa au vipi, kwa sababu labda tukirudia mechi kwa sababu kwa kwenye benchi. Mimi kwa kwenye benchi umetahamaki. Nimeumia kwa sababu ya kuona tunapoteza kwamba kile kilichokuwa tumekishikilia kwa muda mchache ambao ulibakia, nimeona kama ni hatari. Ndio hicho kilichoniumiza, lakini kuweza kuumia kwa muamuzi kwa sababu muamuzi ni binadamu kama binadamu wengine. Neno lako la mwisho kabla hujaondoka, neno lako kwa wanaoshikilia mpira wetu hapa nchini. Neno langu hakuna baya, kwa sababu ukiangalia tu muda na viwanja tutakaocheza na muda ambao unaongezwa, basi kwa sababu ukiangalia KMC hauna taa, dakika nyingi zimeongezwa.